Mchezo wa masumbwi ni moja kati ya mchezo ambao unapendwa sana Bongo, na bondia Hassan Mwakinyo ni bondia ambaye anafanya vizuri kwa sasa kutokana na consistency na uwezo wake ambao amekuwa akiendelea kuuonesha, sio nje ya uwanja wala ndani ya uwanja. Kila sehemu Mwakinyo yuko vizuri. Pambano hili lilikuwa linasubiriwa kwa hamu na Watanzania wengi ambao wanapenda masumbwi. Entrance ya bondia huyu iliweza kuwa kivutio kikubwa sana kutokana na fulana aliyokuwa ameivaa. Ilikuwa na picha ya Rais Samia kifuani, lakini mgongoni ilikuwa na picha ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambaye kwa sasa yupo kizuizini kutokana na mashtaka ya uhaini yanayomkabili kiongozi huyo wa siasa nchini Tanzania. Sasa entrance yake hiyo iliweza kuibua hisia mseto, kila mmoja akizungumza lake. Lakini back to the point kwamba alipokuwa ulingoni, Hassan Mwakinyo alifanikiwa kumpiga bondia wa Nigeria Stanley Eribo kwa KO, yani knockout. Raundi ya pili ya mchezo, mapema kabisa aliweza kumaliza mchezo na kuibuka mshindi katika mchuano huo, katika mpambano huo ambao ulikuwa unafanyika pale katika ukumbi wa Warehouse Masaki jijini Dar es Salaam. Sasa maoni yamekuwa mengi sana kwa kile ambacho Hassan Mwakinyo amekifanya, lakini kupitia ukurasa wake wa Instagram, Mwakinyo kwanza kabisa alianza kwa kuposti kwamba anazungumzia mwenendo wa mchezo huo, na nukuu kile alichokiandika Hassan Mwakinyo kupitia ukurasa wake wa Instagram: binafsi sijawahi kuona duniani bondia kulaumiwa kwa kuwa na ngumi kali. Kilichonitambulisha kwenye boxing duniani ni power punch, hivyo sioni kuwa nina jukumu la kumpimia mpinzani wangu kidogo kidogo mpaka watu waridhike. Boxing ni mchezo wa kutafuta makosa. Kama sheria ikiwa mnaona mpinzani alikuwa dhaifu, je, hao walioonekana bora nini niliwafanya? Anyway, mimi ni knockout artist. Punch yangu ikiingia sehemu yoyote ya mwili wa mtu atajua tu kuwa kapigwa kweli. Boxers, tunzeni nguvu zenu. Knockout haiji kwa rehema za Mungu, ni kujitunza na adabu ya mazoezi. Igeni mjifunze. Baada ya kuonyesha chuki za waziwazi, yule bondia mwenye rasta anatokwa maneno makali wakati mechi yake ya mwisho kapigwa na Nasib. Sasa si ubora wake angeutumia, angeshinda knockout na yeye? Amemalizia kwa kucheka kisha akasonya. Hiyo ni posti ya Hassan Mwakinyo, lakini pia posti yake nyingine ni kupitia WhatsApp yake ameandika: jana taifa limedhihirisha ukubwa wangu kwenye boxing. Mimi ni nani? Asanteni sana washabiki zangu. Ameandika hivyo Hassan Mwakinyo kwa kumalizia na caption iliyoandika: haijawahi kutokea boxing event yoyote ile kujaza uwanja watu namna ile Tanzania, kiasi cha mashabiki wengine kukosa tiketi na kuingia. Itoshe kusema na washukuru sana mashabiki zangu, nyie mnanifanya nijisikie huyu niliye sasa. Ameweza kuandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nikisoma comment za wadau kupitia ukurasa wake wa Instagram mara baada ya kuandika hivyo, naenda kusoma comment kadhaa ambazo zipo kwenye ukurasa wake wa Instagram. Wa kwanza huyu ni Lukamba, yeye anaandika hawaamini wanachokiona, Mungu fundi. Sawa. Queen Merina yeye anaandika kuanzia leo natangaza rasmi kwa majina naitwa Queen Merina Hassan Mzuri bin Mwakinyo Tundu Lissu Heche tuko bize. Sawa, yeye ameandika hivyo. Meja Kunte ameandika Champions moja ya moto, ongera bro, ushindi wa taifa. Sawa. Huyu mwingine anasema yule dogo anajiita Ibra sijui nani, uje mkamzabe kofi moja nyumbani kwake ili ya kuheshimu. Respect sana Champions. Sawa. Huyu anasema hadi wa Mbeya walilipa tiketi kuja kumtazama Champions wakatoka wanabwabwaja. Hii ni baadhi tu ya comment kupitia chapisho lake la Instagram ambalo amelichapisha bondia Hassan Mwakinyo Champions. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Hii ni VOT Media, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu. Hassan Mwakinyo Champions ameshinda kwa KO raundi ya pili tu ya mchezo, kamchapa vibaya sana Stanley Eribo, bondia kutoka Nigeria.